Je, ulishawahi kusikia stori kuhusu misukule? Ifuatilie. Timotheo wa kwanza 5:6, Biblia inasema asiyeweza kuizuia nafsi yake amekufa japokuwa yu hai. Kama tulivyofundishana kwenye somo letu, tukasema nafsi ni maamuzi, hisia na akili. Ili mtu achukuliwe msukule, lazima wakamate nafsi yake. Biblia inasema usimwache mwanamke mchawi aishi, na tukasema nafsi inatokea upande wa mama. Mtoto ili awe na akili, lazima upande wa mama uhusike. Mama akiwa kilaza, automatically mtoto anaweza kawa kilaza. Okay, tuendelee. Kwa hiyo msukule ni roho zilizotekwa. Biblia inasema Isaya 42:22, watu hao wametekwa, wamewekwa kwenye mashimo, kwenye magereza, hakuna asemaye rudisha. Sasa hawa watu baada ya kuwachukua, wanawachukua akili zao. Kuna wakati mwingine unaweza ukawa unaongea na mtu unakuta kama akili yake haipo, anakutolea tu macho, ili unaona kabisa ufahamu wake umechukuliwa. Kuna misukule ambayo iko moja kwa moja inaonyesha kwamba huyu ameshakuwa msukule, lakini kuna misukule mingine haionyeshi moja kwa moja sana, lakini unakuta tu unaongea naye kama hakuwepo, na ili tatizo linatokea mara kwa mara, ujue kuna dalili ameshachukuliwa msukule, ila haijaonyesha kwa sana. Na wanapenda kuchukua hii misukule kuwaweka kwenye maduka yao, kwenye biashara zao, kwenye kazi zao, kwenye malango yao, ili kuwatumikisha. Mpendwa, misukule hii wengine wanaitumia kwenda kuchukua hela za watu katika majumba ya watu. Sasa kuna ishara mbalimbali unaweza ukaziona kama kuna dalili ya mtu kachukuliwa msukule. Unapokwenda ukaota ndoto, baada ya kuzika unasikia mtu anasema, anakuita kwa jina lako, naomba nisaidie, naomba nisaidie, ujue huyo mtu aliyekufa alishachukuliwa msukule. Lakini baadaye unaota yule mtu anatoka kaburini, anafufuka, anatoka, ujue huyo mtu amechukuliwa msukule. Lakini kuna mazingira ya ajabu yanayotokea hapo msibani. Mnaweza mkakaa, mara unashangaa mtu anakwenda anarudi, anakwenda anarudi, ujue. Saa ingine unaweza ukakuta pale kwenye makaburi, kaburi limetitia, mnashangaa ni dalili huyo mtu amechukuliwa. Lakini kuna dalili zingine unazozifanya, mko kwenye msiba, wanasema hamna kuangalia maiti, hamna kuangalia ile maiti imeharibika sana. Sikiliza, kati ya vitu adui wanavyofanya ni kutumia ajali kuwachukua watu. Hata unayekwendaga msibani utaniambia kama wewe ni mtu wa Mungu kweli, unapokwenda msibani kama sehemu ambapo wamechukua mtu msukule, na kuambia siku hiyo utakuwa na vita. Wewe utashangaa kichwa kinauma, unashangaa tumbo linauma, hautulii. Ujue hapo walishakujua wewe una nguvu nyingine, wanakudhibiti. Wakati mwingine uko kwenye msiba pale, unakwenda pale unaangalia leo maiti, unashangaa mikono yako inatetemeka, unashangaa ni nini? Ujue ni dalili kwamba huyo mtu alishachukuliwa. Kwa hiyo hao watu wanafanya mambo haya
kuwachukua watu wafe kabla ya wakati wao, na wanasema wamekufa. Hajafa huyo mtu, anaendelea kutumikishwa, lakini atakuja kufa kifo cha Mungu cha kawaida. Hicho ndio kifo cha mwisho. Mpendwa, hata unapotokewa katika nyumba yako ghafla mtu kafa, sisemi kwamba iwe desturi, hapana. Kuna namna tu, haujui namna gani. Kuna hichi kitu kiko kama sikielewi. Mpendwa, ombea. Cha kwanza, usipige kelele. Ukishaona hiyo hali, shika miguu yake, kamata, ombea nyayo zake zile kwa jina la Yesu na kurudisha. Njoo popote walipokuteka. Kama una wasiwasi, unaweza ukaanza na wewe na nyumba yako mwenyewe pale. Usipige kelele, mwombee. Pulizia wai kwenye miguu yake, mwombee. Mpendwa, Yesu alisemaje alipokutana na Lazaro? Akasema Lazaro amelala. Sasa mtu amelala, amekufa. Kuna vifo ambavyo vinasababishwa na watu ambavyo sivyo vifo. Mtu anakuwa amelala. Mpendwa, hata hospitalini daktari akishaidhinisha umekufa, ukafufukia kule ndani ya mochwari, waza inakuwaje? Na daktari kashaidhinisha, hiyo nimekuachia wewe. Waza kunakuwaje kule, kunatokea nini? Utaruhusiwa kutoka kirahisi? Hiyo ni vitu vingine, sitaki kuvizungumzia. Kwa hiyo jitahidi mpendwa. Hawa watu wanakamataga moyo, unakuta mtu hawezi kupumua. Tujiulize leo, kwa nini kijana akifa siku za leo watu hata waulize, wanaona kawaida? Zamani wazee walikuwa kwa nini kafa? Sasa hivi hamna. Inawezekana wachawi wamezidi kuongezeka, ndio maana hakuna haja ya kuuliza, kwa sababu wanajua ameondoka kwa namna gani. Mungu akubariki sana. Kama umefurahia ujumbe wetu, basi angalia kwenye bio pale, tunaweza tukawasiliana kwa ujumbe na message. Mungu akubariki sana.